Maandiko huua bali roho huisha. Nini maana ya maandiko haya? Ninakusalimu kupitia jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Karibu katika kutafakari maneno ya uzima, na siku ya leo tutajadili ujumbe huu ambao unatoka katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 3 na mstari wa 6, ambapo kupitia maandiko hayo tunasoma kwamba naye ndiye aliyetutosheleza ya kuwa hudumu wa agano jipya, si wa andiko bali wa roho, kwa maana andiko huua bali roho huisha. Itakuwa umeshawahi kukutana na andiko hili au kukutana na mada zinazojadili kuhusiana na maandiko haya. Lakini hapa Biblia inatufundisha kwamba tumekuwa wahudumu sisi tuliookoka wa agano jipya. Lakini uhudumu wetu sisi wa agano jipya sio wa andiko bali wa roho. Kwa nini sio andiko bali wa roho? Ni kwa sababu andiko linaua bali roho anauisha. Na mpaka mwisho ujumbe huu utaweza kuelewa ni kwa nini tunamhitaji Roho Mtakatifu, au ni kwa nini kila muamini ni lazima ajazwe Roho Mtakatifu katika huduma yoyote atakayoifanya katika agano hili jipya. Ninapozungumzia agano jipya, nazungumzia kipindi cha neema kuanzia Bwana wetu Yesu Kristo alipokuja duniani na mpaka siku ya leo na mpaka ile siku atakaporudi. Hichi hapa katikati tupo katika kipindi cha agano jipya, na ni lazima wote tuwe wahudumu wa agano hili kupitia karama, vipawa na huduma ambazo Mungu kaziweka ndani yetu. Sasa vigezo vya kuwa wahudumu wa agano jipya sio kwa andiko bali kwa roho. Nikiwa na maana kwamba sio kwamba tupuuzie andiko, bali lazima tuwe na maandiko pamoja na roho ambaye ni Roho Mtakatifu. Sasa kwa nini Mtume Paulo kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu aliweza kuandika jambo hili, kuwakumbusha Korintho ambao ndio sisi sasa hivi, ya kwamba lazima tuwe wahudumu wa agano jipya la roho, kuishi kwa roho, kuenenda kwa roho, kuhubiri kwa roho, kufundisha kwa roho na kufanya kila kitu katika agano jipya kwa roho, yani Roho Mtakatifu. Sasa maandiko yanayozungumziwa hapa ni maandiko yaliyopo ndani ya kitabu kinachoitwa Biblia. Sisi kama wahudumu wa agano jipya hatupaswi kuridhika kwa kuyafahamu tu maandiko na kuyachukua kama yalivyo, lakini ni lazima tuwe na mwalimu mwingine wa ndani yetu ambaye ni Roho Mtakatifu atakayetusaidia kuyatafsiri yale maandiko, na sio tu kuyapokea na kuyafanyia kazi kama alivyo, bali kuyapokea na kumruhusu yule Roho Mtakatifu aliyoko ndani yetu ayafunue yale maandiko, atuelezee maana yake, ndipo tuweze kuyatumia katika maisha yetu au kuhubiria wengine. Vinginevyo tukiyachukua kama alivyo, yanaleta mauti. Kwa namna gani? Nitakupa mfano mmoja katika Biblia. Kama ni msomaji wa Biblia, utagundua kwamba katika Agano la Kale kulikuwa kuna sheria ambazo Musa aliziandika za jino kwa jino, uhai kwa uhai, uzima kwa uzima. Maandiko haya yapo katika kitabu cha Mambo ya Lawi pamoja na kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Labda tuanze na kitabu hichi cha Mambo ya Lawi ili tuweze kuangalia hii sheria iliyokuwepo zamani ya jicho kwa jicho, uhai kwa uhai na uzima kwa uzima, alafu tuweze kutafakari kama tukiitumia kama ilivyo, ni matokeo gani yatatokea katika kizazi chetu au wakati tuliopo. Kitabu kile cha Mambo ya Lawi sura 24 na ule mstari wa 19 hadi mstari wa 20, Biblia inasema hivi. Kitabu cha Mambo ya Lawi sura ya 24 mstari wa 19 hadi ule mstari wa 22, neno la Mungu linasema hivi: na mtu akimtia mwenziwe kilema, vile vile kama alivyofanya, naye atafanyiwa vivyo. Kama mtu akienda kumtia mwenzake kilema, aidha alikuwa anapigana alafu akamvunja mguu, vile vile kama alivyofanya kwa mwenzake, naye pia atafanyiwa vivyo hivyo. Sheria iko inasema hivyo. Jeraha kwa jeraha, jicho kwa jicho, jino kwa jino, vile vile kama alivyomtia mtu kilema, naye atalipwa vivyo. Kwa hiyo sheria ilikuwa inatuonyesha kwamba mtu akimtia mwenzake jeraha kwa makusudi, aidha amelitoa jino la mwenzake kwa kupambana au kwa kupigana, na yeye pia sharti akang'olewe jino vile vile, ili kile alichokifanya mwenzake na yeye pia vile vile. Mstari wa 21, na mtu amuaye mnyama atalipa, na yeye atakayemuua binadamu atauawa. Umeona sheria kama hii? Kama tukisoma andiko hili na kulichukua kama lilivyo, kwa sababu tu limeandikwa kwenye Biblia, hakika tutaharibika, tutakuwa wauaji, na hata sisi pia tunaweza tukauawa kutokana na makosa. Sababu ukienda kufanya jambo fulani, bahati mbaya fulani, na kukaa kuna ushahidi wa kutosha, na wewe pia utauawa. Umeona? Kwa hiyo andiko likichukuliwa kama lilivyo na kutumika kama lilivyo, pasipo msaada na ufunuo wa Roho Mtakatifu, linaleta mauti.
Kasome tena kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ya 19 na mstari wa 21. Utaona Biblia inafundisha jambo hilo hilo kwamba jino kwa jino, uhai kwa uhai, uzima kwa uzima. Kwa utakachokifanya naye sharti ufanyiwe. Ndio hapo sasa Bwana Yesu alipokuja, ambaye alikuwa amejaa Roho Mtakatifu, lakini pia alikuwa anafahamu maandiko, akatufundisha jinsi ya kuwa wahudumu wa Agano Jipya kwa kutoa mfano ya kwamba walisikia au mmesikia kwamba imenenwa jicho kwa jicho, jino kwa jino, lakini mimi ninawaambia msi. Umeona? Kristo alikuwa analijua andiko hilo la Mambo ya Lawi sura 24 ya kwamba kuna mahali pameandikwa jino kwa jino, jicho kwa jicho. Lakini yeye kwa kuwa anao Roho Mtakatifu ambaye anajua jinsi gani ya kuweka maandiko sahihi na ufunuo wale maandiko ni ipi, anakuja kueleza kwa kufunuliwa na Roho Mtakatifu maana maandiko yale ni yapi, lakini pia usahihi wa maandiko hayo ni yapi. Sasa tukisoma kile kitabu cha Mathayo sura ile ya 5 na ule mstari wa 38 tunaweza kuliona hilo vizuri. Fungua Biblia yako Mathayo sura 5 mstari wa 38, nitasoma tu na mstari wa 43. Biblia inasema, mmesikia kwamba imenenwa jicho kwa jicho na jino kwa jino. Mmesikia wapi? Pale tuliposoma katika Mambo ya Lawi sura 24 mstari wa 39, anasema lakini mimi nawaambia msishindane na mtu mwovu, lakini mtu akupigia shavu la kuume mgeuzie na la pili. Umeona? Kristo anakuja kuelezea, ana correct au anasaisha ufahamu wa watu ambao wamesoma maandiko lakini hawana Roho Mtakatifu. Na mstari wa 43 anasema tena, mmesikia kwamba imenenwa umpende jirani yako na umchukie adui yako, lakini mimi nawaambia wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Kwa Yesu ni mfano wa mhudumu wa Agano Jipya ambaye anajua jinsi ya kulitumia andiko, anajua maandiko, lakini pia anajua kumruhusu Roho Mtakatifu kumpa ufunuo wa yale maandiko. Ukiendelea sehemu nyingine anasema, mmesikia kwamba imenenwa usiue, lakini mimi nawaambia amchukie jirani yake ni muuaji. Anasema tena, mmesikia imenenwa usizini, lakini mimi nawaambia mtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye nafsini. Umeona? Kwa haya ni maandiko yanayotafsiriwa kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Ndio maana analeta majibu yaliyo sahihi katika maisha yetu. Kwa hiyo basi na sisi tunachojifunza ni nini? Ni kwamba ni vizuri kuwa wasomaji wa Biblia, ni vizuri kuwa wajuaji wa maandiko, lakini ni vizuri sana kuwa na Roho Mtakatifu. Leo hii wengi tunakosa kuwa na Roho Mtakatifu, lakini tunasimama na maandiko. Mwisho wa siku tunakuwa tuna elimu kubwa ya maandiko, lakini hatuna ufunuo mkubwa wa yale maandiko tulio nayo. Kinachojalisha sana kwetu ni kuwa na ufunuo wa maandiko, ni kuwa na ufunuo wa kile kilichoandikwa kwenye Biblia, sio kujua maandiko mengi. Na ndicho Biblia inachotufundisha kwamba ni lazima tuwe wahudumu wa Agano Jipya wa roho, sio wa andiko. Sasa swali linakuja, tunakuaje wahudumu wa Agano Jipya katika roho? Kanuni ya kwanza ni kumpokea Roho Mtakatifu. Tukishampokea Roho Mtakatifu, yule Roho Mtakatifu atatusaidia katika kuyasoma maandiko na kuelewa maana ya maandiko kwa undani. Unaweza ukasoma leo hii andiko, kumbe Roho Mtakatifu anataka kusema na wewe kupitia ile andiko kuhusiana na maisha yako. Lakini unaweza ukasoma tu na kuona ni habari ya Elia. Sasa utawezaje kupokea ujumbe wa Roho Mtakatifu kufuatana na kile unachosoma? Ni wewe ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni muhuri wa Mungu kwa muamini yoyote yule. Kasome kitabu cha Efeso sura 4 mstari wa 30. Kasome hicho kitabu, utaona kwamba Roho Mtakatifu ndio muhuri wa muamini. Na katika kitabu cha Warumi sura 8 mstari wa 9, Biblia inasema wote wasiokuwa na Roho Mungu hao sio wake. Maana usipokuwa na Roho Mungu, ukiishi kwa maandiko tu, yale maandiko yatakuletea mauti ya kiroho au ya kimwili. Unaweza kuwa unajua Biblia yote lakini ukakosa Roho Mtakatifu, ukaikosa ile mbingu. Lakini pia sasa swali la msingi nalokuja ni lipi? Je, tunampokeaje Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu ni ahadi ya bure kwa wote ambao watamwamini Yesu na kutubu dhambi zao kwa kumaanisha kuziacha. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 38, mstari wa 37 hadi 38, Biblia inasema kwamba ahadi hiyo ni ya kwetu sisi na watoto wetu na wote walio mbali walioitwa ili wamjie Bwana. Kwa hiyo ahadi ya Roho Mtakatifu inakuja kwa kila mtu ambaye yuko tayari kutubu na kubatizwa katika ubatizo sahihi na katika toba ya kweli. Kwa sababu zipo toba za uongo. Toba ambayo sio ya kweli ni ile ambapo mtu anatubu dhambi na kuomba rehema kwa Mungu lakini haachi zile njia zake mbaya. Lakini toba ya kweli yenye kumaanisha ni ile ambapo mtu anatubu dhambi zake na kwa kumaanisha kuacha kile alichokuwa anakifanya. Maana kama mtu alikuwa ni mwizi au mnyang'anyi,
Kila mfumo wote wa uwizi aliokuwa nao, ikiwemo watu au mtandao, anauacha. Kama huyu mtu alikuwa ni muuaji, anaacha kazi hiyo ya uuaji na kutoka katika mfumo wa uuaji. Kama huyu mtu alikuwa ni muasherati, anaacha uzinzi na kuacha vitendakazi vyote vya uzinzi na uasherati, ikiwemo marafiki, ikiwemo watu walikuwa wanafanya nao uasherati, lakini pia na mavazi na muonekano. Kama huyu mtu alikuwa ni mtukanaji, vivyo hivyo anaacha, na dhambi nyingine zote anaacha kwa vitendo. Baada ya hapo, Roho Mtakatifu atakapohakiki kwamba huyu mtu kaacha kile kitu, kwa kumaanisha hiyo ndio maana ya toba au kugeuka, kisha huyu mtu anakwenda kubatizwa kwa uthibitisho ile toba kaifanya kwa Mungu wake. Ubatizo ni ishara ya nje inayowakilisha kitu fulani kilichotokea rohoni, kwa sababu unapotubu dhambi ni sasa katika ulimwengu wa roho umeenda Calvary na kutoa mzigo wako pale katika ule mti ambao Bwana alisulubiwa, na umekufa pamoja na Kristo na utafufuka pamoja naye. Kwa hiyo unapoenda kubatizwa ni ishara ya kufa katika pamoja na Kristo, kuzifia dhambi zako, kufufuka pamoja naye katika upya. Kwa hiyo unapobatizwa katika ubatizo sahihi wa maji mengi na kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, pale pale dhambi zako zinaondolewa. Dhambi zako zinaondolewa, zile ambazo umezitubu. Hapo hapo Roho Mtakatifu ataingia ndani yako na kutembea na wewe kama rafiki, kama mtoto wake. Yule Roho aliyeingia ndani yako atakusaidia katika kuyasoma maandiko na kuelewa na kukupa ufunuo. Ufunuo ule ndio shetani anaoogopa. Ufunuo ule ndio utakaoweza kutembea na Mungu, kwa sababu huwezi kumtumikia Mungu zaidi ya kipimo cha ufunuo ulichokirimiwa. Kwa hiyo kwa jinsi Roho anavyojaa ndani yako, ndivyo utakavyokuwa unajaa mafunuo, na yale mafunuo ndio yatakao kuongoza katika utumishi ambao Yesu atakuwa ameweka ndani yako. Kwa hivyo basi, ndugu yangu mpendwa, yamkini hauna Roho Mtakatifu au unaye lakini hujui kwamba unapaswa utembeje naye. Jifunze sana masomo yanayohusiana na Roho Mtakatifu. Fuatilia kupitia masomo mbalimbali ya watumishi wa Mungu wanaofundisha na kuhubiri. Pia kupitia kituo hichi cha Nuru ya Upendo unaweza kujifunza masomo mengi yanayohusiana na Roho Mtakatifu na ukuaji wako wa kiroho. Tembelea tovuti yetu ya www.wingulamashahidi.org. Kupitia tovuti hiyo utaweza kujifunza mambo mengi bure kabisa. Bwana Yesu akubariki. Neema ya Mungu iko pamoja naye. Shalom, shalom.